الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد عباد الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله من ذلك. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. عباد الله، هذا شهركم قد لوح بكف الوداع، وادبرت أيامه إلى ربها حاملة معها ما شاهدته منا من أعمال، من إنجاز أو تقصير، ولا ندري أمرضيون نحن أم خاسرون. ndugu zangu Waislamu, naanza kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumsifu na kumtukuza na kujikinga kwake kutokana na shari ya nafsi zetu na matendo yetu mabaya. Aliyeongozwa na Allah subhanahu wa ta'ala hana wa kumpoteza, na ambaye Allah jalla jalaluhu amemuacha katika hali yake ya kupotea baada ya kuelekezwa hana wa kumuongoza. Nashahidia kwamba hapana mola anastahili kuabudiwa ibada ya haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Hana mshirika katika kuabudiwa kwake, na hana mwenza kwenye majina yake na sifa zake, wala hana yeyote ambaye anayefanana naye. Ndugu zangu Waislamu, nashahidia kwamba Muhammad ni mja wake na ni mjumbe wake. Rehma na amani zimwendee yeye na alize na masahaba wake, na Waislamu watajaliwa kufuata sunna za mtume na wakaigiza mwenendo wake hadi siku ya mwisho. Amuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kuwa miongoni mwa hao. Ndugu Waislamu, nikianza kujihusia na kukuhusieni usia uliokuwa nyeti sana kabisa, ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Tumuogope Allah ukweli wa kumwogopa. Ndugu zangu, ili jambo la watu kukawa na muogopa Allah ndio sababu ya kufaulu katika maisha yao, sababu ya kufaulu katika mambo yao, katika sababu ya kufaulu kwenye familia zao, sababu ya kufaulu kwenye kazi zao, sababu ya kufaulu siku ya kiyama mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Na kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala ndio sababu ya hasara kwenye mambo yote tuliyotaja. Kupata hasara katika yote tuliyotaja, sawa kwenye maisha, sawa kwenye familia, sawa mbele ya Allah siku ya kiyama, ni kwa sababu ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, mwezi wenu mtukufu wa Ramadhani huyu ambao tuliuanza kwa shangwe na vigeregere na furaha, sasa umeanza kupepea kwa mkono wa kuaga na kuwaelekezeni kwamba naondoka. Mwezi wa Ramadhani unapepea kuaga na kuondoka. Siku zake zimeelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tayari zimenyanyuka, haziko nasi tena. Tukihesabu 10 la kwanza, tukihesabu 10 lililofuata, leo tunahesabu siku moja au mbili. Allahu akbar. Ramadhani imepepea ndugu zangu, imeondoka.
siku za Ramadhani zimeondoka, zimeelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, muumba wake aliyotuletea siku hizo, na akatuambia kwamba ni siku chache ambazo zinahesabika kama kutuzindua tusighafilike, tukadhani ni muda ambao hautokwisha. Aliposema ayyama maadudat, ni siku zenye kuhesabika. Kaa macho, usipuuze, kwani dakika ndiyo saa, kwani saa ndiyo siku. Utapopuuza dakika, basi saa utaipuuzia na siku utaipuuzia, na hivyo itakutoka siku hiyo na we haujaandaa jambo lolote. Hatimaye siku imeondoka, hadi siku 2 hadi 5 hadi 10. Ukijiuliza nimetenda nini, hauna katika muda uliopita. Siku zetu zimeondoka Uislamu. Mwezi wa Ramadhani siku zake zimenyanyuka, zimefungasha, zimeelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, zikipeleka ushahidi wa yale tuliyotenda ndani yake, kwani kila siku ni shahidi kwa yale unayoyatenda. Itakuja kushuhudia mbele ya Allah. Kama ulitenda mazuri, itaelekea kwa Allah kwamba mja huyu alitenda mazuri siku yangu hii, na kama haukutenda mazuri, basi itakusuta mbele ya Allah kwa yale mabaya uliyotenda ndani yake. Kwa hivyo siku za Ramadhani, ndugu zangu, zimeelekea kwa Allah kwa ajili ya kutoa ushahidi wa yale tuliyotenda ndani yake, na hatuelewi ndugu zangu, zitatuletea ushahidi mzuri au zitatuletea ushahidi wa kutudidimiza, kwani hatuelewi ni katika kurasa gani tuliandikiwa sisi kwa muda wetu uliopita katika siku za Ramadhani zilizotangulia. Ndugu zangu Waislamu, namuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie siku zote tumeishi katika Ramadhani, Allah subhanahu wa ta'ala atutazame kwa huruma wake, asitutazame kwa yale tunayoyatenda, kwani huruma wake ni mkubwa zaidi na yale tunayoyatenda yana upungufu. Allahumma amilna bilutfika wa mtinanik, Mola wetu tutendee kwa yale yaliyojawa na huruma wako na ikram zako. Enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, faqad rawa al-imam Tirmidhi bisanadi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه، رغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة، رغم أنف رجل أدرك رمضان ثم انسلخ ولم يغفر له. قال الإمام الترمذي بعد ذكره الحديث: حديث حسن. Ndugu zangu Waislamu, Al-Imam Tirmidhi Allah mrehemu amenukulu katika kitabu chake Al-Jami'u Tirmidhi hadithi ya Abu Huraira, sahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama, ya kwamba bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama alisema, ameangamia mtu, raghima anfu mri'in, pua la mtu limeangamia. Ni kinaya, ni fumbo la kuwa mtu mzima ameangamia. Ameangamia mtu ambaye nimetajwa mbele yake hakunitakia rehema. Mtume Muhammad ametajwa sallallahu alayhi wa sallama, yeye hajamtakia rehema, huyo ameangamia. Ameangamia mtu ambaye wazazi wake walifikia umri wa uzee akiwa nao, lakini akashindwa, ikawa haikuwa sababu wazazi hao kumuingiza peponi. Alishindwa kuingia peponi mtu huyu, na hali ana bahati kuwatendea wema wazazi wake aliokuwa nao wazee, ili aweze kuingia peponi. Akataja mtume wazee kwa sababu hawana tena lolote watalomfanyia, hawana nguvu, hawana lolote. Kwa sababu labda mzee wakati mwingine anaweza kuwa na nguvu, bado angali na uwezo wake,
mtoto akamfanyia wema kwa kuchelea, baba ana nguvu, kama mimi nikipuuzia ana uwezo wa kunichukulia hatua. Kwa hapo kila mtu atakuwa tayari kumtendea mzazi wake wema, kwa sababu mzazi wake yupo na ana nguvu. Mtume alayhi salatu wassalamu akataja hali ambayo mzee hawezi kukufanyia lolote, hata kama ukiamua kumkaidikia. Allah anamtazama mwema wakati huyo, kwa sababu yule aliyemtendea mwema mzazi wake, bado mzazi ana nguvu, labda si kwa ajili ya kuokopa fadhila au kuokopa heshima ya uzazi, labda kwa kuchelea mzazi wake, naye bado ana vyake na ana nguvu. Ama yule aliyemtendea wema mzazi wake ameshakuwa chini, hana lake tena, bila shaka huyo amemtendea wema mzazi kwa sababu ya uzazi. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ameangamia mtu ambaye mzazi wake wamefikia umri wa utu uzima, hawajitegemei tena, imebaki ni yeye kuwafanyia wema, akashindwa kuwafanyia wema ili wamuingize peponi. Ameangamia. Kisha Mtume akaleta la tatu, ambayo ndio maksudio yetu. Ameangamia mtu ambaye mwezi wa Ramadhani uliandama akiwa hai, akishiriki katika ibada za Ramadhani, Ramadhani ikatoweka bila kusamehewa. Ya lahu min khusran, ya lahu min khasaratin, hasara iliyoje kubwa ambayo ameibeba huyo, kwa yeye Ramadhani kuondoka kabla hajasamehewa. Ameangamia mtu ambaye mwezi wa Ramadhani uliandama kisha ukatoweka na yeye hajasamehewa. Waislamu, Imam Tirmidhi baada ya kuandika hadithi hii akasema hadithi hii ni hasan. Ndugu zangu Waislamu, mwezi wa Ramadhani ndio huyu, tayari tumekwisha kula siku zake takriban, imebaki tunatazamia Eid. Siku zimeondoka, hatujui sisi ndugu zangu Waislamu ni kwenye kurasa gani Allah ametuweka. Je, ni kwenye kurasa ya watu wema ambao wamefanya bidii na juhudi na nia zao zikawa sawa ndani ya mwezi wa Ramadhani, au ni katika kurasa ya wale waliokuwa wapuuzi ambao siku zao zimewapitia hivyo pasina kuupata msamaha wa Allah, wakawa miongoni mwa wale wameangamia, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, adraka ramadhana thumma insalakh falam yughfar lah. Ameangamia yule ambaye amediriki Ramadhani kisha ikatoweka, hajasamehewa. Ya Abdallah, ya Abdallah, ewe mja wa Allah, ewe mja wa Allah, zindukani. Siku zilizobaki ni moja au ni mbili, hizo zinaweza kuwa sababu ya kukunyanyua maadama umri wako bado upo, ukadiriki kupata msamaha wa Allah, na zinaweza zikakubwaga ukaangamia ukakosa msamaha wa Allah. Siku zilizobaki ndio mtaji wako katika mwezi wa Ramadhani, yale utayeweka katika siku hiyo, sawa siku ya leo hadi mwisho, na siku ya kesho hadi mwisho, na pengine siku ya kesho kutwa, ikiwa Allah atapenda tuendelee katika neema ya Ramadhani. Zitumie hizo siku, zitumie hizo siku. Kumbuka kwamba iko siku mtu atatamani saa moja katika umri mzima aloishi, ili aweze kutenda matendo ambayo yatazidia umri wake. Wakati mwanadamu atapojiliwa na kifo, halafu akaonyeshwa hana lolote alitanguliza kwa Allah, hata idha jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Siku ile ambayo atajiliwa na mauti mtu, atamwambia Mola wake nirejesheni
ingalao saa moja nikafanye mema katika yote niliyoacha. Wewe umeishi miaka 50, miaka 45, miaka 60, lakini utatamani saa moja atueti ufanye maajabu, na wakati haiwezekani. Kumbe bado unapumua. Siku zako za Ramadhani zimebaki mbele yako ni hizi. Onyesha maajabu katika siku hizi, katika kubadili nafasi yako. Kama ulikuwa nafasi isiyofaa, jiweke nafasi njema, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anaangalia katika matendo yako yale umemalizia. Innamal ibratu bil khawatim. Allah anachunguza mwisho wa matendo yako. Kadiri utavomalizia ndivyo hisabu yako itakuwa. Waislamu, tutazame yale tunayoyafanya, tubadili misimamo yetu wakati bado tunapumua. Ni fursa Allah subhanahu wa ta'ala anakujalia. Ibadallah, inma awda'tum li hadha ash-shahri huwa ma sayuradu fi suhufikum 'inda rabbikum, fakama la yajni sahibu ash-shawki al-'inaba fakadhalika la yunazzalu al-fajiru manzila al-ari yawm al-qiyamah 'inda Allahi 'azza wa jalla. fa aslihu maqasidakum wa aslihu niyatikum ala qadriha tasluh aqwalukum. Qala ta'ala in ya'lamillahu fi qulubikum khayra yu'tikum khayra. Ndugu zangu Waislamu, ni wakati wa kujitazama, ni wakati wa kujitizama, ujichunguze mwenyewe yale ambayo utayowekeza katika mwezi huyu. Wallahi hayo ndiyo yatadhihirishwa mbele ya Allah. Usifikirie kwamba mbele ya Allah kutadhihirishwa yale haukuyatafuta mwenyewe. Yale utayowekeza ndani ya mwezi huyu, wallahi ndio Mwenyezi Mungu atadhihirisha. Yawma idhin turaduna la takhfa minkum khafiya. Hiyo siku Allah atapokuwekeni wazi kama mnavyotazama filamu. Hakuna kitachofichamana kwenu, chochote kile, vyote viko wazi kama unavyotazama filamu. Allah atakuwekeni wazi hivi. Allah amesema hivyo katika suratul Ma'arij aya ya 18. Allah atakuwekeni wazi, kila kitu wazi, hata yale ulifichama mwenyewe Allah ataweka wazi. Kumbe ndugu zangu Waislamu, tujitazame yale tuliyowekeza ndani ya mwezi huyu, ndiyo tutayoonyeshwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama vile mkulima aliyepandikiza miba shambani mwake hawezi kutegemea kuvuna mzabibu, haiwezekani. Mbegu uliopandikiza ndiyo mavuno utapata mfano wake. Kadhalika la yunazzalu al-fajiru manzilata al-bari 'inda Allah. Kumbe tusitegemei tunafanya mabovu halafu tukawa na mategemeo kwamba tutawekwa kwenye nafasi za watu wema siku ya kiyama. Haiwezekani. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Wallahi, mtu mwenye busara ni yule anayetazama nafsi yake na kuidai imetenda nini, kisha akatenda yatamfaa baada ya kufa. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna ala Allahi al-amani. Na yule mjinga, yule asiyekuwa na busara, ni yule nafsi yake inafuata matamanivu tu, anajipa matarajio kwa Allah ya kile hajakitekeleza, ya kile hajakitenda, lakini mwenyewe anadiriki kwamba akipanda mbegu fulani ndizo anazovuna siku ya mavuno, lakini huyo bado anataraji kwenda peponi, na huku kuna mbegu za ufisadi mbaya iko anazipanda duniani. Allah tulinde. Waislamu, tengenezeni nia yenu, tengenezeni makusudio yenu, roho zenu ziwe nzuri kwa Allah katika maisha yenu. Kuweni wenye kumfikiria kwa uzuri Mola wenu, kuweni mwenye mapenzi na Mola wenu. Katika roho zenu pawepo mapenzi ya Allah.
mpende Allah katika nafsi zenu. Wallahi, Allah akiona katika nafsi zenu kuna mapenzi, Allah akiona kwenye nafsi zenu kuna mapenzi kwa Allah, atabadilisha hali zenu, atabadilisha maisha yenu, atabadilisha nafasi zenu. Ameeleza hayo Allah kwenye suratul Anfal aya 70. Allah anasema, in ya'lamillahu fi qulubikum khaira yu'tikum khaira. Allah akiona kwenye nafsi zenu, Allah akijua kwenye nafsi zenu kwamba kuna kheri upande wake, wallahi atakupeni kheri nyingi, atakupeni kheri nyingi. Allah akiona kwenye nafsi zenu, akajua kwenye nafsi zenu kwamba kuna kheri kwa Allah, yu'tikum khaira, Allah atakupeni kheri nyingi. Mengi tumeyakosa kwa ajili ya kuwa na nafsi zetu mbaya kwa Allah, dhana zetu mbaya kwa Allah, makusudio yetu mabaya kwa Allah. Yuamiluna ala naqidhi amalina, yuamiluna ala qasdi amalina wa ala nadhiri niyatina. Allah anatutendea na sisi kadiri nia zetu ziko. Madama tunamfikiria Allah kwa ubaya, tunamdhania Allah kwa ubaya, hatumkusudii Allah kwa kheri ndani ya nafsi zetu, na sisi Allah majibu yake kwetu yanakuwa ni hivyo. Ya Rabbi, tukuomba utusamehe na utuhurumie. Ibadallah, waja wa Mwenyezi Mungu, laysa lil'abdi sha'nun wala makrumatun yatafaddalu biha amama Allah azza wa jalla khayran min an yafra'a bihadhihi an-ni'mah, ni'mati ad-din allati amaddahu Allah biha. hiya afdalu an-ni'am. qala ta'ala, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un. Enyi waja wa Allah, kama anavyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala, mwanadamu wallahi, shuka upande kwenda popote unapopataka, hutopata neema, hutopata matukufu, hutopata heshima, hutopata jambo la fahari ambalo utakuja nalo kwa Mola wako na ukaonekana mwenye fahari, wallahi, kama neema ya dini ya Uislamu. Popote utapokwenda, mahala popote utapokwenda, chochote utachofanya, hutopata neema utaokuja nayo ukaonekana mwenye heshima na hadhi kama haya mazuri Allah anakuomba kutekeleza. Ameeleza hayo Allah kwenye sura Yunus aya 58. Allah anamwambia mtume atuambie, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, waambie mtume kwa fadhila ya Allah na kwa rehema za Allah kwa waja wake aliokujalieni kuwa na dini ya Uislamu, kuwa na muongozo wa Uislamu, faliyafrahu, watakiwa Waislamu kufurahi kwa hayo. Huwa khairun mimma yajma'un, ni bora kuliko mali wanayokusanya duniani, kuliko vitu wanavyokusanya duniani, kuliko heshima wanazozitaka duniani, kwa sababu ni vya kuisha, na hizo fadhila na kheri watazozikusanya zitadumu nao, watakuja nazo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. aqulu ma tasma'un wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin. Alhamdulillah hamdan shakirin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala rasulihil amin, sayyidil awwalin wal akhirin, Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yawmiddin, wa ba'd. Waja wa Allah, namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, mola wa ulimwengu,
namtakia rehema na amani Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ndugu zangu Waislamu, kama tulivyoeleza, tuko kwenye dakika za kutamatisha. Tuko kwenye siku 2 au 1.5 za kutamatisha mwezi wenu mtukufu wa Ramadhani, ambao watu wengi walipendelea, watu wengi walitamani, lakini laysa kullu ma yatamannahu almar'u yudrikuhu, tajri riyahu bima la tashtahi sufunu. Waislamu, usidhani kama kila unachokitamani kila siku utakidiriki unavyotamani. Wakati mwingine upepo unavuma kwa mvuvi baharini, ukitokea upande asiotakiwa au asiopendelea, analazimika kupata au kurudi sehemu ambapo alikotoka kwa ajili ya upepo. Tusiwe na sisi ni wale tumerudishwa nyuma kwa kuvuma upepo ukaturudisha kinyume na kwenye tulikuwa tunaelekea, sawa na nia zetu dhaifu. Lakini hata hivyo, ndugu zangu, mwezi wa Ramadhani wallahi ilikuwa ni zawadi Mwenyezi Mungu ametutunuku kwa wale wenye kumjua Allah na kufuata sheria za Allah na kuwa na nia nzuri na Mola wao. Mwezi wa Ramadhani ilikuwa ni kitu ambacho Allah amekuzawadia. Ulikuwa umebahatikiwa kuingia katika mwezi wa Ramadhani. Wallahi, ikiwa umekutoka mwezi wa Ramadhani hivyo, hakuna lile ambalo umempa Allah kwa siri, umelitenda kwa siri, ambalo litakuwa ni mtetezi kwako mbele ya Allah, umepata hasara. Wallahi, kuna hadithi amepokea Imamu Ibn Majah, Mwenyezi Mungu amrehemu, kisa kirefu, tutanukulu kidogo kwa kufinya. Na hadithi hiyo Sheikh Nasiruddin Al-Albani ameihasinisha, akasema hadithi hasan, ni nzuri, inafaa. Ni kisa cha vijana wawili. Hawa vijana wawili ni katika kabila inaitwa Bani Bali. Walikuja kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, fa aslama. Wote wawili wakaingia katika Uislamu. Mashallah. Mmoja wao katika hao alikuwa na juhudi sana, akashiriki pamoja na jeshi liliokwenda kupigana, fastushhid, akauawa vitani, akafa shahidi. Na nyinyi mnajua ndugu zangu fadhila za shahidi, mtu aliyokufa vitani kwa ajili ya kuipigania dini, mnajua nafasi yake na uzito wake. Wa amma al-akhar fa'asha hatta sana, mwingine aliyebaki Allah kamjalia akaishi, mwaka ukafika, mwezi wa Ramadhani ukaandama, fasama, akafunga mwezi wa Ramadhani. Alipofunga mwezi wa Ramadhani, Ukba, mpokezi wa hadithi, anasema nikaonyeshwa kwenye ndoto wale wa vijana wawili wako kwenye mlango wa janna, wanataka kuingizwa peponi. Fa idha yuqaddamu man taakhara ala man mata shahida. Nikaona kwenye ndoto yule aliyebaki hakufa vitani ndo anaanza kuingizwa peponi kabla ya yule mwingine ambaye alikufa shahidi. Akashangaa sana. Asubuhi aliamkia kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, akamwambia ndoto yake, unakumbuka ya Rasulullah, vijana kadha wa kadha? Ndiyo. Waliyekuja umoja akafanya hivi na hivi? Ndiyo. Nimeota ndoto, naona yule aliyebaki hai ndiye anawekwa peponi kabla ya yule aliyekufa shahidi. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwelekea Ukba, mpokezi hadithi, asema alaysa qad aasha ba'dahu sana wa salla wa adraka ramadhana wa sab. Ajabu iko wapi? Yule alikufa shahidi, ndio ndugu yake ameishi mwaka mzima akisali, mwezi wa Ramadhani uliandama akafunga. Sasa kuna ajabu gani ikiwa yeye atamtangulia ndugu yake peponi? Allahu akbar. Ja'ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam
siyamahu li ramadhana murajjihan li an yataqaddama ila aljanna. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuonyesha yule sahaba kwamba kudiriki kwake yule wa pili mwezi wa Ramadhani na kufunga kwake mwezi wa Ramadhani linatosha. Sio ajabu kumuona amemtangulia ndugu yake peponi. Sasa wewe uliipata hii bahati, uliipata bahati ya kudiriki Ramadhani, umeitumia kweli ili iwe sababu ya kukupeleka peponi? Uliitumia kweli ili iwe sababu? Ndugu zangu, tumche Allah subhanahu wa ta'ala. Tuelewe kwamba matendo yetu kadiri tunavyoyafanya ndivyo yataletwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Unavyowekeza ndivyo utakwenda kutoa. Sidhani kwenye account umewekeza 20,000 kisha utakwenda kuandika cheki ya 200,000 utaonekana mwende wazimu. Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kuwekeza yaliyokuwa mengi kwake. Halafu siku hizi za mwisho ambazo unamalizia, acha kukata tamaa. Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Waambie mtume waja wangu, wale ambao mmeharibu nafsi zenu kwa mabaya, acheni kukata tamaa ya huruma ya Allah. Kimbilieni kwa Allah kwa muda uliobaki. Kila mtu akimbie kwa Allah kwa muda uliobaki, ajaribu kutenda yale mazuri ya kubadilisha na kugeuza sabika yake yale yaliyotangulia, ili aweze kujiweka vizuri kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna ibada kubwa kubwa zimebaki. Ibada kubwa zimebaki ni ibada ya zakatul fitr. Kwa aliyefunga kwa kiwango ambacho mtakadiriwa na viongozi wenu, kila mmoja anatakiwa kutoa zakatul fitr. Tuhuratan lis-saim, ni kuwa ni sabuni ya kukuosha, wa ta'aman lil masakin, na ni chakula kitarudia kwa wale ambao hali yao ndio hivyo tena siku ya Eid. Na wewe unatakasa nafsi yako kwa hiyo ibada ya kujitolea zakatul fitr. Imebakia ni leo na siku ya kesho, ikiwa Allah atakujalia. Allah akipenda kuongeza mwezi wake umalizike kwa siku 30 na siku ya kesho kuu. Ndugu zangu Waislamu, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala, muombeni Allah, tarajieni kheri kwa Allah, takaseni nia kwa Allah, tuwe na mapenzi na Allah makubwa mpaka ahisi katika nafsi zetu tuna kheri, ili Allah tuletee kheri iliyokuwa nyingi kama alivyosema katika aya tuliyohitaji. Na kumalizia ni kumtakia rehema Mtume sallallahu alaihi wasallam kama alivyosema Allah, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima wamtithala li amri Allahi azza wa jalla wa hubban bi rasulih. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أربعة خلفاء رسول الله وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن 6 من العشرة المبشرين بالجنة، وعن جميع الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وجعلنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين، وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين. ربنا آت أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم ربنا تقبل صيامنا، اللهم ربنا تقبل صيامنا وتجاوز عن هفواتنا في شهر رمضان. اللهم عاملنا بلطفك وكرمك وامتنانك وإحسانك يا رب العالمين.
اللهم عاملنا بلطفك يا رب العالمين. اللهم عاملنا بلطفك يا رب العالمين. تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارفع مقامنا وارفع درجاتنا وامحو سيئاتنا يا رب العالمين. اللهم ربنا وفر أرزاقنا، اللهم ربنا وفر أرزاقنا، اللهم ربنا وفر أرزاقنا يا ربنا. وفقنا للعمل الصالح، وفقنا للعمل الصالح، وفقنا للعمل الصالح يا رب العالمين. اللهم من لا عمل له يا رب العالمين مكنه للعمل. اللهم ربنا مكن من لا عمل له أن يحصل على عمل. اللهم ربنا من كان مريضا منا فاشفه يا رب العالمين، ومن كان عازبا منا فزوجه يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم اذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.